wakimtokea kwenda kumpinga sasa yuko ambaye ni Raila Amolo Odinga, ya kwamba wanasema ya kwamba watu wa mlima sasa watatokelezea. Mimi nataka kusema ya kwamba sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga, sisi bado tumeamini sisi ndio tuko na numbers, na hata watu watoke nje vile mtu anasema hivyo. Mimi najua watu wa mlima hawana numbers ya kutosha, hata waungane na mandugu zao ambao wanajiita cousins, baada hawawezi wakatushinda sisi. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba sisi tuko kwa broad based government mpaka 2027, ndio ilisema hivyo. Kutoka hapo tutaanza njia ingine, kwa sababu tumesema ya kwamba watu wa ODM lazima wapate kiti ya naibu president, na kutoka hapo sisi pia tunajua ya kwamba hapa mbele tumebakisha tu miaka moja. Hapa mbele ile kitu tutaanzisha ile kitu inaitwa referendum, na tukileta referendum kuna marekebisho tutafanya ili tuweke kiti ya prime minister kwa katiba, ya kwamba ikifika uchaguzi yule ambaye atakuwa prime minister atachaguliwa kihalali, ili position ya prime minister ikuwe kwa uongozi. Na hiyo pia sisi kama wafuasi wa ODM, hiyo tunasema itaenda kwa Waluya, lakini kiti ya deputy president sisi tutachukua. Ya pili, mimi nimesema hivi, nataka nijirudie ya kwamba kiti ya prime minister itaenda kwa Waluya, lakini kiti ya deputy president sisi tutachukua, sisi watu wa ODM. Lakini kwa sasa tuko kwa broad based government mpaka 2027. Ikifika 2027 tutaamua vile tutaenda, lakini kwa saa hii tukae kwa broad based. Member, tuna swali. Wanauliza ODM ni Wajaluo ama ODM hata Waluya wako ODM? Wewe umesema prime minister inaenda wapi? Kwa Waluya. Hakuna Waluya wako kwa ODM. Mimi nimesema hivi, mimi nimesema ya kwamba prime minister, kwa sababu saa hii Mudavadi amepewa ile kiti ambayo imeitwa prime cabinet secretary, na mimi nataka kusema ya kwamba hiyo tutaweka kwa katiba ili 2027 Mudavadi apewe hiyo cheo kihalali, kwa sababu sisi watu wa ODM, mimi nimesema watu wa ODM, sijasema Wajaluo. Mimi nimesema watu wa ODM tutachukua kiti ya naibu wa rais. Hivyo ndio nimesema. So inaweza kuwa Muluya bado ambaye ako ODM? Hapana, wewe ndio unaelewa. Wewe ndio unaelewa hivi. Wewe ndio unaelewa hivi. Ya pili, mimi nasema hivi, nataka kumaliza nikisema hivi, kuna yule ambaye walikuwa nasema experts ambao walipeanwa kwa serikali ya Ruto wanafaa wapige siasa ama wanafaa waachane na siasa. Mimi nataka kusema hivi, Waziri John Mbadi, Oparanya na Joe na Wandai, hao ni wana ODM. Hata saa hii hao ni wanachama wa ODM, hawajaacha chama cha ODM. Walikuja tu kusaidiana, lakini waliresign position ya party. Waliresign position ya party ya kwamba hawawezi wakakuwa na cheo katika chama, lakini hao bado wako kwa ODM. Kwa hivyo mimi nataka kusema wao pia wameruhusiwa kuzungumza mambo ya siasa, kwa sababu hao ndio wamestabilize hii nchi, kwa sababu hii nchi ilikuwa inaenda kuanguka ikiangushwa na watu wa mlima, lakini wao wakaweza kuisimamisha. Saa hii ekonomi yetu imesimama imara kwa sababu tumeweka expert ambao wanajua ni kazi gani ambao wanafanya. Mimi nataka kusema ya kwamba serikali ya William Ruto iko imara mpaka 2027. Ikifika hapo ndio tutajua njia yenye tutaenda. Asante. Haya, engineer. Si siasa kama wao wengine.